Sasa kwanza kabisa mimi nianze kwa kuingia ndani kidogo tu kuhusu hii changamoto, kwa sababu tunalenga kwanza kukuza uelewa, watu waelewe vizuri zaidi. Sasa ili neno dyslexia kwa kuanza nikilivunja mara mbili napata dys na lexia. Ni neno la Kigiriki ambapo dys ni difficulty, tafsiri yake ya moja kwa moja kwa Kiswahili ni ugumu. Lakini lexia ni language, tafsiri yake ya moja kwa moja ya Kiswahili ni lugha. Sasa ugumu katika lugha ndio dyslexia. Sawa Ndio. Kwa kimsingi mtu mwenye dyslexia anakuwa ana changamoto au ana ugumu kwenye kuchakata lugha. Kwenye kuchakata taarifa. Tunasema kuprocess information au kuprocess language. Umeona Na hiyo sasa ndio inampelekea kuwa ni mwanadamu ambaye anafikiri kwa namna tofauti. Umeona anafanya mambo kwa namna tofauti. Sasa kwenye vipengele vya kujifunza, ikija kwenye kusoma, kuandika, kuhesabu na saa nyingine mpaka kutamka, inakuwa yeye ni wa tofauti au anafanya vitu kwa tofauti. Sasa mtaani, tafsiri ya mtaani, kwa sababu lazima tuelezane ukweli moja kwa moja. Mtaani zipo nadharia hasi nyingi kweli zimejengeka kuhusiana na watu wa namna hii. Ndio. Sisi tunasema wanachakata taarifa kwa namna tofauti, lakini watu wanawaita majina kama slow learners, vilaza, wajinga, mbumbumbu. Miaka ya zamani kidogo wakati tunasoma shule sisi ulikuwa wanawaweka mkondo D. Unakuta kama kuna mkondo A, B, tunaishia C au D, basi pale C au D unakuta ndio wale ambao wanaona wako slow. Umeona Kwa hiyo wanapitia changamoto kubwa sana kwenye maisha yao ya kielimu, lakini pia maisha yao ya kijamii.